Ningependa kuzungumza nanyi ndugu wa Tanzania wenzangu juu ya tukio zima lililojitokeza pale jana katika mahakama ya Ukonga masijala ndogo, katika zile harakati za kusikilizwa kwa kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Katika tukio zima la kusikiliza ile kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu ya kipengele cha kesi yake ambayo inamkabili ya uhaini. Tukio lile kwa kweli limestua Watanzania waliokuwa wengi kutokana na matatizo ambayo yamejitokeza pale jana. Tumeona raia wenzetu, ndugu zetu, baba zetu, tunaweza tukazungumza hivyo kwa sababu wengine waliotendewa matukio yale ni baba za watu, na wale waliotendewa ukatili pia ni ndugu za watu, na wale waliotendewa matukio yale ya kikatili ni Watanzania wenzetu, ni wapendwa wetu. Kwa yale yote ambayo yaliyojitokeza pale jana kwa kweli sio matukio mazuri kwa taifa letu, na nafikiria kwamba tunapoangalia kwa undani zaidi au tukiangalia hata kwa mitazamo ya kawaida tunaweza kupata picha kwamba tunakoelekea ni kuzito kuliko tulikotoka, kwa sababu tunavofanyana au tunavoishi ni kwamba tunashindwa hata ile huruma. Hata kama kwamba wewe labda umepewa nafasi ya kufanya kazi, aidha tuseme kwamba unadhibiti watu katika ile hali labda kwenye miamko labda yasitokee matukio mazito, lakini sio kwa kipigo ambacho kimejitokeza jana. Ni kwamba kama vile anayepigwa sio raia wa Tanzania, au yule anayepigwa labda tuseme kwamba ni mtu ambaye labda tunaweza kumzungumza kwamba yani sijui kafanya tukio gani katika mazingira ya kawaida mpaka anafikia tu anapigwa zaidi na polisi mpaka 15 kwa mtu mmoja. Tena kipigo ambacho anachopigwa ni kama vile mwizi ambaye labda miiba au ni nyoka alikuja katika maeneo ya watu akataka kumzuru mtu, basi anapigwa. Kwa kweli haipendezi kwa taifa letu ambalo limejenga taswira ya kwamba ni nchi ya amani, ni nchi ya upendo. Kwa hiyo hata wale ambao wageni wakiona matukio kama haya ambayo yanayoendelea kurushwa huko mitandaoni, kwa kweli yanawajenga hofu na yanaweza kapelekea taifa letu kuonekana miongoni mwa mataifa ambayo yana hali ya kimachafuko, ingawa bado hayajawa rasmi, lakini kiuhalisia hali zinazoendelea zinakatisha tamaa kwa sisi raia wa Tanzania. Lakini haya yote yanayoendelea kwamba tunasikia kuna mavuguvugu au tuna mengine raia wenzetu ambao wameshaona kwa mfano kuchukuliwa kwa wapendwa wao, labda kutekwa, tunaona kuna zile hali za kwamba watu eza kuchukuliwa tu na wasionekane kabisa walikoelekea, na mambo mengine. Haya yote yanayoendelea kujitokeza katika taifa letu, hatuna wa kumlaumu, ila tutalaumu viongozi wa juu, kwa sababu wao ndio wana mamlaka ya kuliangalia taifa kwamba liwe katika hali gani. Kwa hiyo kama kuna maradhi, hakuna atakayeulizwa isipokuwa ni viongozi wakubwa wa nchi. Yanapojitokeza kwamba labda kuna maradhi fulani, ni lazima atoe tamko, na kama kuna jambo fulani ni lazima atoe tamko. Lakini kwa jana wakati wa lile tukio, wakati linaendelea mpaka leo hii, sijasikia kiongozi mkubwa yoyote ambaye labda amelaani kile kitendo au labda ameona labda haya akazungumza kwamba lile tukio labda lililojitokeza jana lilikuwa la hivi, kwa hiyo linatakiwa labda tuishi hivi. Hakuna hata mmoja. Lakini tukienda mbele na kurudi nyuma, rais wetu anatakiwa apate ukweli kutokana na dini yake, kwa sababu anatakiwa aelewe kwamba yeye ni Muislamu na Uislamu unahitaji nini. Kwenye uongozi, Uislamu hauhitaji mabavu. Kila mmoja anahitajika aishi kwa nafasi yake ambayo iliyokuwa mzuri, na tunatakiwa tuwe na upendo, kwa sababu Waislamu ni watu ambao ni wakarimu, ni watu ambao wana upendo, ni watu ambao wamejengwa na amani ya moyo pamoja na amani ya moja kwa moja ya kimazingira, ili kuweza kufanya ibada na kuheshimiana. Uislamu unamhitaji kila mmoja katika ulimwengu aishi kwa mapenzi na mwenzie, na sio
kuishi katika mazingira ambayo ya kuogopana au mazingira ambayo ya kujengwa hofu ya milele katika maisha ya watu. Hiki kinachoendelea ni kujenga hofu ambayo ni za kudumu, ambazo zitakuja kupelekea taifa kupata athari ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo viongozi wetu wanatakiwa haya kuyaelewa na kuyazungumza na kuyakemea yanapotokea mambo kama haya. Lakini mpaka sasa hivi sisi hapa tunapozungumza sijasikia kauli yoyote kama ilivyokuwa labda kwenye upande wa Simba au Yanga wakati wa tukio. Basi tuliona rais alipiga simu akazungumza, lakini pale wakati lile tukio linaendelea hatujaweza kuona rais akizungumza kwamba bana hilo tukio sio zuri na vitu vingine. Kwa hiyo kukemea kwa matukio kama haya kwa mtu mkubwa kama yeye ndiko kutapelekea amani ya kudumu ya nchi, na ndiko kutapelekea upendo wa kweli, na kila mtu akaweza kuelewa kwamba rais wetu anatupenda na rais wetu anahitaji tuwe hivi na rais wetu anahitaji tuishi katika mazingira kama haya. Lakini utakapokuwa umenyamaza, mheshimiwa, una kesi ya kujibu, kwa sababu si hautotujibu sisi ila utajibu kwa Allah, kwa sababu kama raia wako amepigwa ile alama yake moja tu, kama ana kovu, amepata ulemavu kupitia kile kipigo cha jana, na wewe ukashindwa kuuliza, ukashindwa kutamka chochote, Allah anakusubiri, kwa sababu ile ni dhuluma. Wale waliofanywa pale sio kitendo ambacho ni kizuri, kwa sababu wale ni raia wako na wanahitajika na wao wapate ile haki yao kama raia wa kawaida. Tukiangalia katika hizi harakati ambazo zinazoendelea kipindi ambacho tunacho na haya matukio yanayoendelea, ndio yale tunaendelea kujenga taswira kwamba kipindi tulichonacho ni kigumu, kipindi cha siasa au kipindi cha kampeni, na pia matukio yanayoendelea yanazidi kuipa hofu taifa kwamba sidhani tutakuwa na taifa la aina gani kwa haya matukio yanayoendelea hapa nchini. Kwa hiyo tunachohitajika au tunavyopenda sisi raia ni kwamba tuhimizwe amani, na katika kuhimizwa amani ni kwamba kukemea matukio ya aina hii. Usihimize amani aliyokuwa matukio haya makubwa na mazito yanaendelea kutokea, alafu naambia watu tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo. Upendo ambao unaohitajika ni ule ambao ni kauli yako ambayo ya kukemea matukio kama haya, matukio ya kiutekaji, matukio kama haya polisi kupiga raia, kwa sababu na hata wewe polisi ambaye unachukua hii hali ya kumpiga raia wako, kwa sababu ujue kwamba wewe ni ndugu ambaye umetoka katika miongoni mwa hawa wa Tanzania. Hawa ni ndugu zako, ufanye utakavyofanya, huwezi ukawaruka. Hawa ni ndugu kwa sababu sisi wote ni wa Tanzania. Polisi hajatoka Kenya, polisi hajatoka Uganda, polisi amezaliwa hapa Tanzania na wale ni kama ndugu zake. Hata kama ukaona kwamba hajatoka kwenye ukoo wako, lakini ni miongoni mwa nasabu zako, wewe ni Mtanzania. Kwa hiyo unapopewa nafasi na kazi kama hii, unatakiwa uelewe kwamba huyu naye kwenda kumfanyia unyama au kwenda kumfanyia tukio, basi huyu ni ndugu yangu. Nimepewa hii kazi kwenda kuifanya kweli, lakini huyu ninayemfanyia hiki kitendo, huyu ni ndugu yangu. Na pia hili ninalolifanya, hii dhuluma ninayoifanya leo, hata kama nipo kazini, lakini nitakuja kuilipa hapa duniani pamoja na kesho akhera. Hii ni dhuluma, kwa sababu kumpiga mwanadamu mwenzio kwa sababu zisizokuwa za kimsingi ni matukio ambayo sio mazuri kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Na sisi sote wa Tanzania wote tuna dini. Kuna Wakristo, kuna Waislamu, na dini zote ambazo zilizopo hapa Tanzania zinahimiza upendo, zinahimiza amani. Kwa hiyo sasa haya matukio yanayoendelea kwa kweli yanatuvunja moyo wa Tanzania wengine ambao ni wa chini zaidi. Kwa hiyo tunashindwa hata ile kujipa nafasi ya kuweza kufikiria kwamba itakuwaje, au labda uchaguzi wa mwaka huu utakuwa wa sampuli gani, kwa sababu tunaona matukio yake hayaendani kabisa na vile ambavyo tulivyokuwa tumezoea huko nyuma. Kwa hiyo ni hayo kwa upande wangu mimi niseme kwamba matukio yanayoendelea hapa nchini yanazidi kutuvunja moyo raia. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunataka tamko kutoka kwako la kutupoza sisi raia wako kwamba haya tukio la jana lililotokea ilikuwaje, na wewe umejisikiaje labda baada ya hili tukio kuliona, kwa sababu kama halikutoka labda kauli labda haijatoka juu, limetoka tu kwamba pale baada ya kuona labda kuna fujo wakaamua kusuluhisha zile fujo. Tunahitaji kauli kutoka kwako ambayo itatupoza sisi raia na tuweze kuelewa kwamba
tunapitia kwa viongozi ambao wako salama na sisi na wanatuhitaji amani yetu. Atamke na akemee kwa ukali na tusikie na tuone kwamba kweli kumefanyika hili, na ikiwezekana hawa watu ambao waliofanya, hawa polisi ambao wamfanya hili tukio, basi wachukuliwe hatua za kisheria au za kinizamu ya kikazi, kwa sababu huwezi ukapiga raia kwa staili kama ile. Hakuna taifa ambalo lenye amani, linalosisitiza amani na wimbo wa amani, watu wakapigwa kwa staili kama ile. Hakuna taifa kama hilo. Kwa hiyo tunaomba kauli za viongozi ambalo zitaweza kutuzima sisi raia tuweze kuona kwamba serikali yetu ina mapenzi na sisi na inahitaji amani kutoka kwetu, na yani kwamba yenyewe serikali kweli inategemea kutoka kwetu, au ni serikali ya watu kama tunavyosema, ni serikali ya kidemokrasia ambayo inachaguliwa na watu. Kwa hiyo kama ni mujibu wake na mustakabali wake, tunaposema serikali inatokana na watu, na maana kwamba inajali watu wake, kwa sababu ndio inaowaingiza madarakani. Nje ya hapo ina maana kwamba kama itakuwa hatujaliwi, ina maana kwamba basi hiyo serikali sio ya kidemokrasia, ina mambo mengine nje ya hapo. Ina maana kwamba haijali, ina maana kwamba haitokani na watu, bali inatokana na nguvu zake na mambo yake. Na katika hili ambalo lililoonekana, hatuwezi kumlaumu Mulilo, kwa sababu Mulilo amechaguliwa na kiongozi mkubwa wa taifa ambaye ni mheshimiwa rais. Kwa hiyo haya yote yawezi, yani iwe ni kuteka, hatuwezi kwenda tukalaumu, labda kama ni utekaji tukaenda tukalaumu moja kwa moja tukaenda tukalaumu watu wa usalama moja kwa moja. Iwe ni kipigo kama kile cha jana, hatuwezi tukaenda tukalaumu moja kwa moja tukaenda tukalaumu moja kwa moja kwa polisi, au tukaenda tukamlaumu Mulilo. Hapa wa kumlaumu ni rais, kwa sababu yeye ndiye ana kauli na yeye ndiye mwenye nguvu ya kuziwia haya yote yanayoendelea nchini, na yeye ndiye wa kuulizwa kwa kila jambo, sio hapa duniani, hata kesho ahera hawezi kukwepa, kwa sababu yeye ndiyo sauti na yeye ndiyo kiongozi. Ina maana atakapokuwa yeye ameshindwa kutekeleza vizuri, au haya yote yanayoendelea akashindwa kutoa tamko lolote lile ambalo la kuleta amani na kuziwia na kukemea haya matukio yanayoendelea, na maana kwamba yataambatanishwa na yeye mwenyewe. Kwa hiyo kiongozi yoyote katika taifa ajue kwamba amebeba zima ya raia wake wote, na sio dhima hii ni ya hapa duniani, ni ya moja kwa moja mpaka na kesho ahera. Ile siku ambayo Allah atahitaji kauli ya mfalme yoyote yule katika ulimwengu, katika ile siku ya kiyama, atamke mfalme yoyote na watashindwa hao wafalme kutamka, na maana ufalme ni kama rais, naye ni miongoni mwa wafalme, atashindwa kutamka siku hiyo, basi ile siku ajue kwamba ni siku ambayo yeye ataulizwa juu ya haya matukio yote yanayoendelea katika nchi. Wawe watu wameuawa wakati wake, iwe watu wametekwa na kufanywa vitendo viovu, haya yote yanayofanyika ni kwa sababu ni yeye ndiye atakuja kuulizwa, hataulizwa mtu mwingine. Kwa hiyo katika imani ya Kiislamu tunaamini kwamba kiongozi yeyote ambaye amepitia kwenye Uislamu na anajua kwamba yeye ni Muislamu thabiti, basi atakuwa atahitaji kuongoza Uislamu au kuwaongoza watu wake katika hali ya haki, na kuzizuia batili zote katika taifa, na pia kuwapatia watu amani inayostahili, na kuwapatia watu upendo unaowastahili, kwa sababu anajua kabisa kwamba mimi kama ni Muislamu nitakuja siku moja nitafariki, na katika kufariki nitakuja kuulizwa haya wakati wa kifo changu, mpaka nitakapokuwa na maisha yale ya kaburini na ya kesho ahera. Na pia kitu kingine ambacho ninachosisitiza ni kwa mashehe wa Kiislamu kunyamaza juu ya matukio kama haya. Hatujui ni kwa nini, kwa sababu na wao wanatakiwa watamke juu ya haya matukio ambayo yanayoendelea, kwamba bana hiki kinachoendelea, na sisi tunaendelea tu kusifia vitu ambavyo havina hata ile haja ya kusifiwa, kwa sababu tunapoendelea kusifia na maana tunaendelea kupata uovu katika taifa. Tunatakiwa kama ni kiongozi ambaye ni wa dini, basi ujue kabisa kwamba hii zima niliopewa ya kuongoza Waislamu katika mazingira ya taifa langu, basi hii dhima nilioibeba leo ni kwamba ni ya moja kwa moja mpaka kaburini. Nina maswali juu ya hii dhima niliokabidhiwa, na mpaka kesho ahera katika kile kisimamo nitaulizwa juu ya haya mambo ambayo
katika uongozi wangu yalijitokeza. Kwa hiyo unatakiwa kama kiongozi wa Kiislamu umechaguliwa, upo katika Uislamu na unayaona haya matukio yanaendelea, ni lazima ukemee na umwambie rais na umwambie kiongozi ambaye anayefuata baina yako wewe, umwambie kwamba hiki kitendo kinachojitokeza sio kizuri. Tusiendelee kufumbiwa macho haya mambo. Tunapoendelea kufumbia macho haya mambo yanazidi kuwa mazito. Tutakuwa watu wote au tutafikia hatua kwamba hata vijana watakuwa wanakimbia nchi yao au watu wengine watakuwa wanakimbia nchi yao. Kwa hiyo tutaandaa taifa la aina gani? Kwa sababu yani tukiangalia ile tukio la jana, kwa kweli hata mimi sina, yani si hata nisemeje kwamba nilishindwa kuangalia baadhi ya mambo, kwa sababu unakuta kabisa kwamba polisi zaidi ya 15 wanampiga mtu mmoja kama vile paka ambaye yani amekosa hata wazazi wake, wanamkumuta sana. Ukiangalia kwamba ni raia mwenzangu na ukiangalia ni Mtanzania mwenzangu, kwa kweli nilishindwa kuangalia mpaka mwisho zile video. Kwa kweli zinaumiza na yale matukio ni ya kukemewa, na kama ni polisi basi na wao wachukuliwe adhabu. Kwa nini wanawafanyia hivi hawa raia? Tunafikia wapi au tunaelekea wapi? Kwa hiyo ni hivyo kwamba kama una nafasi yoyote, wewe ni kiongozi wa kidini, basi toa tamko kwa matukio kama haya yanayoendelea katika taifa ili tupate amani ambayo tunayohitaji. Raia wote Tanzania wanahitaji amani. Raia wote wa Tanzania wanahitaji upendo. Raia wote wa Tanzania kuwa chama tofauti sio ni kwamba ni vita. Haya mambo mmeyakubali wenyewe, haya mambo mmeyataka wenyewe, isiwe sababu ya watu kuuawa wao, isiwe sababu ya watu mkaleta chuki ambazo zitakuja kuleta matatizo ya kuendelea ya kudumu, watu kuchukizana na kuendelea. Kama hivi vitu haviwezekani basi vifutwe, visilete madhara zaidi katika jamii. Hivi ni tunakoelekea ni kuzito zaidi, kwa sababu tunaweza tukafikia hatua kwa mambo kama haya yanayoelekea tutakuwa hatuzikani. Itakuwa wakafu hawezi kumzika mtu wa CCM, itakuwa mtu wa Chadema hawezi kumzika mtu wa CCM. Tunakoelekea ni wapi kwa haya mambo yanayoendelea? Kwa hiyo kama mmekubali mfumo wa vyama vingi, basi utembezwe kama yeye ni kihalali na utembezwe vile ambavyo itawapa watu amani. Na kama hamutaki huu mfumo basi uondolewe, na sio kufikia hatua ya watu kuuawa au watu kupigwa na kuwekwa vilema. Haipendezi katika taifa, haipendezi kidini, haipendezi katika Umoja wa Mataifa, haipendezi popote pale. Kwa hiyo ni hayo tu ya kwangu ambayo niliokuwa nayo moyoni mwangu yaliyoniumiza kupitia tukio la jana. Kwa kweli tukio la jana halipendezi na halivutii kwa taifa, linaleta picha mbaya. Kama ni rais na yoyote mkubwa yoyote aliyekuwepo katika taifa anatakiwa kukemea juu ya matukio kama haya yasiendelee kwenye taifa letu. Yanaharibu taifa na yanaipa taswira mbaya taifa kimataifa. Inshallah.